Hadithi yetu leo inaanza kwa Rahul, kijana ambaye alikuwa anafanya kazi chini ya bosi wake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina Siddharth. Kijana alikuwa anapambana ili aweze kumtunza mama yake ambaye alikuwa ni mgonjwa, lakini pia kijana huyu ndoto zake kubwa ilikuwa ni kuja siku moja aje kuwa na kampuni kubwa sana ya kufanya matangazo ambayo itakuwa na miliki mamodo mbalimbali. Kwa hatua hiyo alikuwa anafanya kazi kwa bidii sana chini ya bosi mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina Siddharth. Huyu bosi bwana alifanikiwa kuweza kumpata bimdada mmoja kutoka ndani ya familia ya kishua ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Sheila. Babake na Sheila akaamua kumkabidhi kampuni zote Siddharth ili aweze kuziendesha. Siddharth bwana alikuwa anapenda sana watoto wa kike, lakini pia alikuwa anamtumia sana mtaalamu wetu Rahul kulinda mahusiano yake ya siri. Yani Rahul kazi yake kubwa ilikuwa ni kuhakikisha hii michepuko ya bosi haifahamiki kabisa ukweni, wala mke wake hatambui kabisa kwamba bosi alikuwa na michepuko mingine. Rahul ili aweze kulinda zaidi haya mahusiano ya bosi wake, alikuwa pia anahakikisha mahusiano baina ya bosi wake pamoja na mkewe yalikuwa yanaendelea kudumu, ikiwemo pia kuweza kuhakikisha kumpelekea Sheila zawadi mbalimbali siku yao ya anniversary. Baba mkwe alikuwa mkubali Rahul, kwani alikuwa anaamini alikuwa anaficha maovu mengi sana ambayo Siddharth alikuwa anayafanya, lakini pia hata Bhushan ambaye alikuwa ni ndugu wa baba mkwe naye alikuwa mkubali sana Rahul pamoja na Siddharth, kwani jamaa alikuwa analalamika sana, inakuwaje huyu mzee anampatia mali zote mtaalamu wetu Siddharth na ungali yeye ndugu yupo hapa wala hana michakato yoyote. Rahul alikuwa anafanya yote ya kumkingia kifua bosi wake, kwani alikuwa akapatiwa ahadi ya kwamba kuna kampuni mpya itafunguliwa hivi karibuni na yeye ndio atapewa usimamizi wa kampuni nzima. Hivyo mwamba aliamini kwa hatua hii atapata nafasi ya kupata maokoto zaidi. Rahul leo katika mizunguko yake bwana akakutana na bimdada mmoja anatambulika kwa jina la Sima. Bimdada huyu alikuwa anazinguliwa na askari kwa kuendesha kiskuta bila kuwa na leseni. Rahul pamoja na Sima akawa ni washikaji wa karibu sana, lakini pia akawa anamtembelea huyu bimdada mpaka hostel, sehemu ambapo alikuwa anaishi. Na leo wakati wa jioni akapata muda wa kutoka, kipindi ambapo alikuwa anapiga stori mbili tatu. Bimdada anamweleza Rahul ya kwamba katika maisha yake hawezi kabisa kuolewa na mwanaume ambaye alikuwa hana pesa, kwani bimdada anaamini watu wawili maskini wakioana ni ngumu sana kuweza kutoboa kwenye maisha. Halo Rahul japokuwa alikuwa akavutiwa sana na Sima, ikabidi afiche hisia zake na maisha mengine yaendelee. Leo kipindi ambacho yeye pamoja na timu yake ikiwemo pia bosi wake walipokuwepo katika mashindano ya urembo, Siddharth baada ya kumwona bimdada Sima akatokea kuvutiwa sana na huyu bimdada, akampatia kazi Rahul na kumweleza kwamba huyo bimdada inabidi wamsajili kwenye kampuni yao ya matangazo. Rahul alikuwa na rafiki yake mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la John, akamweleza kwamba kiukweli anampenda sana Sima, lakini kama bosi wake Siddharth ameshavutiwa na bimdada, yeye kumpata itakuwa ni swala gumu sana. John anamweleza Rahul ya kwamba wewe fanya tu kilichokuleta mjini cha kuweza kutafuta pesa, achana kabisa na mambo ya mapenzi. Sima leo alipatiwa bikini avae ili waweze kufanya matangazo ya product ambayo ilikuwa inatakiwa kuweza kufanyika, lakini bimdada akawa hahitaji. Mabishano kipindi ambacho alikuwa anaendelea pamoja na mtu wa matangazo, anafika mtaalamu wetu Siddharth na kuweza kumsaidia huyu bimdada. Anasema ya kwamba yeye kama bosi atamruhusu mwanadada huyu kuvaa nguo za heshima na wala hatomruhusu kuvaa bikini. Sima anafurahi sana, anaona hakika huyu bosi alikuwa ni mstaarabu, lakini bila kujua ya kwamba haya maneno ambayo yote bosi alikuwa anayazungumza, bosi alikuwa kamezeshwa na mtaalamu wetu Rahul. Alo muungwana kuishia hapo, bali pia leo akamshawishi bosi wake wampelekea bimdada maua ya kutosha siku yake hii ya kuzaliwa, na akamweleza bosi ya kwamba inabidi ampigie bonge moja la pati, kwani bimdada anapenda sana kula bata. Rahul alikuwa anafanya haya yote huku moyo unamuuma, kwani naye alikuwa anampenda sana bimdada Sima, lakini mbinu zake zikafanikiwa kutengeneza mahusiano ya kimapenzi baina ya Siddharth pamoja na bimdada Sima. Lakini siku moja Sima anafanikiwa kumkuta Siddharth akiwa kasimama pamoja na mke wake Sheila. Siddharth ili kuliwa iliso akajieleza kwa mke wake ya kwamba Sima alikuwa ni mke wa mtaalamu wetu Rahul, lakini pia akaanza kulalamika kwa mke wake ya kwamba Rahul ameamua kufunga ndoa na bimdada Sima bila kutoa taarifa. Dada alishangaa sana, lakini pia akaumia, inakuwaje huyu jamaa kumbe alikuwa na mke na wala hakuniambia. Siddharth baada ya kufika ofisini akaanza kuongea kwa fujo, huku akimwomba mtaalamu wetu Rahul aende akazungumze na bimdada ili apate nafasi ya kuja kumwelezea ni kitu gani ambacho kimefanya mpaka yeye kuweza kumwongopea. Rahul alikuwa anajaribu kukataa, lakini bosi baada ya kumpiga mikwala ya kwamba endapo asipofanya hivyo basi asahau kabisa kupatiwa uongozi kwenye kampuni mpya ambayo itafunguliwa hivi karibuni. Rahul ili kulinda kibarua chake anaelekea mpaka kwa Sima kwenda kumbembeleza. Bimdada alikuwa ni mkali sana, akapelekea mpaka kumpiga kibao, lakini muungwana naye kwa kutumia experience alionayo ya kuongea na wadada akafanikiwa kumshawishi bimdada kwenda kukutana na Siddharth kwa mara nyingine. Mchiza anamwambia Sima kwamba ni kweli mimi nimeoa,
nimekuongopea, lakini ndoa yangu haina amani wala furaha hata kidogo. Lakini pia anamchukua bimdada na kumpeleka sehemu ambapo mke wake alipo na kumwonyesha kwamba tazama, mke wangu yule pale yupo na yule jamaa anakumbatiwa ovyo ovyo, na yule ndio mtu ambaye anatoka naye. Dada moja kwa moja akatambua kwamba Sidathi kwenye ndoa yake alikuwa hana amani, yani mke wake alikuwa na msaliti na jamaa mwingine, bila kujua kwamba huyu jamaa alikuwa kalipwa na Sidathi aende akamkumbatie mke wake. Njia zote hizi Mwamba alikuwa anazifanya ili mradi tu amshawishi bimdada aende akali mzigo. Dada akaingia kingi mapenzi, akarudi kwa spidi ya hali ya juu. Lakini leo bimdada Sheila anamweleza mtaalamu wetu Sidathi ya kwamba anatamani sana kwenda kumpatia zawadi mtaalamu wetu Rahul pamoja na bimdada Sima. Sidathi anaenda kumpanga Rahul pamoja na Sima waende wakaigize kama vile ni wanandoa, ili yeye kipindi ambacho atakapokuja na mke wake basi mambo yawe bambam, yani mke asije akagundua kwamba Sidathi alikuwa na mahusiano pamoja na bimdada Sima. Rahul leo anamshuhudia bimdada akiwa kavalia mavazi ya harusi. Hakika bimdada alikuwa akapendeza sana, lakini pia wanapata muda wa kula chakula cha jioni kwa pamoja, yeye pamoja na mke wa bosi wake, bila kumsahau mtaalamu wetu Sidathi. Machizi waliigiza vizuri sana kwenye hili tukio. Hata bimdada baada ya kuweza kuondoka, hakika aliona mtaalamu wetu Rahul anapambana sana, lakini pia leo akaamua kuweza kumpatia zawadi ya busu. Mwamba baada ya kurudi magetoni akafikiria sana kwa jinsi ambavyo anamwelewa bimdada Sima. Je, hiki kitu anachokifanya ni sahihi ama anazingua? Leo Sidathi akaona ili aweze kumbandua bimdada Sima inabidi afanye mpango wa kwenda sehemu ya mbali sana, sehemu ambapo mke wake pamoja na familia yake hawatokuwepo. Hii itampatia nafasi yeye pamoja na bimdada kupata muda mwingi, lakini pia kulala sehemu moja. Sidathi anafunga safari ya kuelekea Switzerland pamoja na timu yake nzima ili kwenda kushuti matangazo, lakini alichokuwa kitambui ni kwamba mtaalamu wetu Rahul alikuwa tayari alishaweka mipango la kuzuia tukio la bosi wake kumbandua bimdada Sima. Leo Sidathi bila kutegemea bwana anaona mke wake amefika. Muungwana alishiwa pozi, kwani aliona mipango yake kwa sasa imevurugika. Kwenye mapumziko bimdada Sima pamoja na Rahul wakapata muda wa kuwa pamoja, lakini pia wakatengeneza mahusiano ya karibu sana, kitu ambacho kikapelekea mtaalamu wetu Sidathi kimtindo kuanza kuona wivu. Lakini wivu huu alikuwa hauonyeshi live, kwani alikuwa anaogopa mke wake asije akagundua kwamba yeye pamoja na bimdada Sima walikuwa na mahusiano ya kimapenzi. Bushani leo anamfuata mtaalamu wetu Rahul na kumweleza kwamba tayari alishatambua mchezo wake mzima, hivyo anamweleza inabidi tu aweze kuzungumza ukweli mzima. Je, yule bimdada Sima alikuwa ni mke wake kweli ama alikuwa ni mwanamke ambaye ana mahusiano na Sidathi? Rahul akakataa kabisa kuongea ukweli kwa Busani. Leo baada ya kurudi India, Mwamba baada ya kufika nyumbani anamwona mtaalamu wetu Busani alishafika kwa mama yake na kueleza ukweli ya kwamba Rahul amefunga ndoa kimya kimya na bimdada Sima. Rahul ikabidi amchukue Sima mpaka kwa mama yake na kwenda kumtambulisha, lakini pia akampeleka Chobingo na kumweleza mwanadada ya kwamba mama yake alikuwa ni mgonjwa wa moyo na kwa sasa alikuwa anahitajika kwenda kufanyia operation, hivyo anamuomba sana bimdada aweze kumsaidia, yani waendelee kuigiza kama mke na mume, ili mradi tu mama yake asije akapata mshtuko wowote kutokana na taarifa ambayo ataipata endapo akija kugundua ya kwamba watu hawa wawili walikuwa hawana mahusiano yoyote ya kimapenzi. Huu ulikuwa ni mtihani mzito sana kwa Sima, lakini ili kuweza kumsaidia Rahul rafiki yake kabidi aweze kukubali, na mama leo akamkaribisha bimdada nyumbani kwa shingo iliyonyooka, akitambua kabisa ya kwamba mwanaye Rahul ameokota dodo kwenye mtende. Sidathi leo baada ya kukutana na bimdada anashangaa kavaa Mangalisutra. Sijui kama natamkwa hivi. Anamweleza bimdada ya kwamba hebu ivue, lakini bimdada anakuwa mbishi, anamweleza Mwamba ya kwamba hawezi akaivua kwani hii amevalishwa na mama yake na Rahul, na hivyo kwa sasa wanaishi nyumbani pamoja kama vile mke na mume, japokuwa wanaigiza, lakini anamweleza muungwana ya kwamba hatohitaji kuweza kuivua. Sidathi akawa ni mkali sana baada ya kusikia hii kauli. Muungwana akamweleza kwamba achane kabisa na hayo mambo, Rahul ameweza kujitoa kwa upande wake ili aweze kupatiwa pesa, na kwa sasa Sidathi anamweleza bimdada ya kwamba inabidi waendelee na maisha yao mengine. Mvutano ulikuwa ni mkubwa sana mpaka ukampelekea bimdada kuchelewa sehemu ambapo alikuwa anatakiwa aende akakutane na mtaalamu wetu Rahul ili waweze kurudi wote nyumbani. Dada anagombezwa sana Rahul kwa kuweza kuchelewa bimdada kipindi ambacho alikuwa anajaribu
kujieleza. Mwamba alikuwa hahitaji kabisa kuweza kusikiliza haya maelezo, kwani alitambua bimdada amechelewa kwa sababu ya mtaalamu wetu Sidathi. Maisha ya ndoa ya kufeki akawa yanaendelea nyumbani, lakini ikaonekana bimdada pamoja na mtaalamu wetu Rahul kimtindo karibu ukawa unaendelea kuwa mkubwa, lakini pia bimdada pamoja na bimkubwa akawa ni marafiki wakubwa sana. Leo Bhushan anamfuata mtaalamu wetu Sidathi na kumweleza kwamba ninatambua Rahul anampenda sana bimdada Sima. Anamweleza na yeye anaogopa sana endapo bimdada Sima akauona huo upendo na akaamua kuchukua na kuhifadhi ndani ya moyo wake. Anamweleza mjomba unaweza kukosa vitu vyote, lakini pia akamchukua na kumpeleka Chobingo, sehemu ambapo Sima pamoja na Rahul alikuwa wamekaa zao wakati wa jioni akipiga stori 2-3 huku mapenzi yakiwa yanaendelea. Hapa mtaalamu wetu Sidathi ndipo akashuhudia kwamba huenda hawa waungwana wakawa kweli na mahusiano ya kimapenzi. Sidathi akawa anahitaji kushuka kwenda kuleta noma, lakini Bhushan akamzuia. Bosi leo akamwita mtaalamu wetu Rahul na kumkabidhi ofisi. Anamweleza kwamba ninashukuru sana kwa yote ulionifanyia, na leo ndiyo ninakwenda kukamilisha ndoto zako za muda mrefu sana ambazo ulikuwa unahitaji kuweza kuzikamilisha. Lakini pia Mwamba anamweleza kwamba wewe umepata ofisi na mimi umenisaidia kuwa na mahusiano pamoja na bimdada Sima, hivyo kuanzia siku hii ya leo wewe hautakuwa karibu tena na Sima, bali mimi pamoja na Sima ndio tutakuwa tuna mahusiano ya kimapenzi officially, na wewe utabaki ndani ya hii ofisi. Sidathi pamoja na mwanadada Sima wanaondoka hapa na kumwacha Rahul akiwa na maswali mengi, lakini leo anamwambia John ya kwamba hahitaji hii ofisi, bali anaenda kumwambia bimdada Sima ukweli mzima. Hata kama ikitokea Sidathi akamfukuza kazi kutokana na hili tukio, kwake itakuwa ni poa. Mwamba anasema anachokifanya kwa sasa ni kwenda kuokoa maisha ya mwanadada, kwani anatambua tabia za bosi wake. Halo. Sima anamsikia Sidathi akiwa anaongea na Bhushan ya kwamba zile funguo ambazo alikuwa amempatia Rahul ni Boshen. Amefanya hivyo ili ampate Sima na siku chache baadaye atamnyang'anya, kisha ofisi ile atampatia mtaalamu wetu Bhushan. Dada baada ya kusikia zipumba akawa anahitaji kuondoka. Sidathi akawa anamzuia na kumweleza kwamba kwa kuwa tayari ulishaelewa mimi ni mtu aina gani, leo ninachukua tunda kwa lazima. Nimechoka kula macho kila siku bwana. Kabla hajafanya jambo lolote, Rahul anafika hapa, anamweleza ukweli mzima bimdada Sima, lakini pia anatembeza kichapo kwa bosi wake na kumweleza hahitaji tena kufanya kazi chini yake. Mama mtu anafika hapa na kumweleza Rahul ya kwamba alikuwa anaelewa tokea mwanzoni maisha ambayo alikuwa anaishi pamoja na bimdada, lakini kwa sasa kwa kuwa wanapendana hivyo yuko tayari kuwapokea tena kwa mara nyingine. Wanaondoka waungwana na kwenda kuanza maisha yenye furaha, na hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu. Lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.